Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo kawaida ya Waislamu wanapojumuika mijumuiko mbalimbali wanahusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nami nichukue nafasi hii muda huu kuwahusia Waislamu wenzangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyatikum, kila mmoja wetu amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira yoyote, sawa ya mazingira ya dhahiri au ya siri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la takhfa alayhi khafiya, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna khabir, Mwenyezi Mungu yote ambayo tunayoyatenda na habari nayo, bali innahu sami'un basir, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msikivu na anaona. Baada ya wasia huo, insha Allah azza wa jalla najalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukawemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu akatwambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitwambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, enyi ambao ni waumini mmefaradhishiwa funga kama ilivyofaradhishwa funga kwa waliokuwa kabla yenu, kwamba ibada ya funga sio ibada mpya kwa wanadamu, ni ibada ambayo ilikuwepo kwa waliokuwa kabla yetu. Yawezekana pakatofautiana namna na masiku katika namna ya kuzifunga zile siku, lakini sio ibada mpya, ibada ilikuwepo na Mwenyezi Mungu akatufaradhishia kama alivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yetu. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametufaradhishia funga? Akazungumza Mwenyezi Mungu kwamba la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, kwamba funga ni sababu ya kumjengea mwanadamu mazingira ya kuwa mcha Mungu. Na nini maana ya ucha Mungu? Zipo tafsiri nyingi, tuteke na tafsiri moja, kwamba ucha Mungu ni kuyaendea maamrisho na kujiweka na mbali na makatazo. Tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani na tumeufunga hadi leo tumefikia mwisho. Swali la kujiuliza, je, funga hii kwa lengo alilotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumelifikia? Je, kweli funga imetufundisha sisi kuwa wacha Mungu? Je, imetufanya sisi tuwe ni wacha Mungu, kwa maana ya kwamba tunakuwa ni wepesi kuyaendea maamrisho na tunakuwa mbali na kuyaendea makatazo? Je, ni kweli funga imetufundisha hivyo? Kila mmoja jawabu analo, kwa sababu amefunga kuanzia hadi siku ya kwanza hadi leo hii ambapo tunafunga ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotwambia mmefaradhishiwa funga na kwamba itawajengea mazingira ya kuwa wacha Mungu, akatoa angalizo muhimu sana, kwamba sije mkafikiri hiyo funga ni muda mrefu sana, kwamba mtajipanga, mtajiweka sawa, mtaandaa 1, 2, 3 kwa ajili ya kuwajengea mazingira ya kuwa wacha Mungu. Wala sio hivi. Akatwambia funga yenyewe ayyama ma'dudat, ni masiku machache. Ni masiku machache, kwa maana machache kweli. Kabla hatujaingia mwezi wa Ramadhani tuliona Ramadhani iko mbali mno. Ramadhani ikafika
Wapo ambao waliona ni muda mfupi na wakajipanga kwa ajili ya Ramadhani. Kuna ambao walihesabu siku ya kwanza hadi ya 30, kifikra zao wakaziona ni siku nyingi mno, wakajipa udhuru mbalimbali na hawakufunga kwa sababu ya adhari hizo ambazo wamejitwisha wao wenyewe. Lakini hivi tunavyozungumza, baadhi yao wanajutia kwamba kumbe iliwezekana nikafunga lakini sikufunga, bwana fulani wamefunga. Basi anaweka matarajio insha Allah mwakani nitafunga. Lakini pia mwaka jana alisema hivyo, mwakani nitafunga, na miaka inazidi kwenda. Ayama maadudati ni masiku machache. Ni machache kwa maana ya machache. Tunavyozungumza Ramadhani tayari iko mwisho. Sasa uchache wa masiku ya Ramadhani na lengo la mwezi wa Ramadhani kuwa mcha Mungu, mambo haya mawili tumeenda vipi nayo kuweza kuyafikia malengo? Pamoja na kwamba ni siku chache, lakini tujenge ucha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Pamoja na kwamba ni siku chache, lakini ndani yake pana ofa nyingi za kufanya kumjengea Muislamu mazingira ya kuwa mcha Mungu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani mwezi wa Ramadhani ulipofika akawaambia masahaba, jaakum shahru Ramadhan, umewaidia mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao inafunguliwa milango ya pepo, mwezi ambao inafungwa milango ya moto, mwezi ambao wanafungwa minyororo mashaitani. Kwa hiyo milango ya pepo ndani ya mwezi wa Ramadhani kuanzia siku ya kwanza iko wazi. Kwa nini? Kwamba tukimbilie katika kheri, ambapo ndo sababu ya kuwa wacha Mungu, lakini pia ndo sababu ya kuingia katika milango hiyo ya pepo. Na kinyume chake, milango ya moto imefungwa, tukimbie tusiende katika milango ambayo imefungwa, bali tuelekee katika sehemu ambayo milango imefunguliwa. Lakini kinyume chake, Waislamu tunaacha kwenda kwenye sehemu ambazo milango iko wazi, tunaenda kubembeleza na kulazimisha kulikofungwa milango ifunguliwe kuingia. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tulianza kufunga mwezi wa Ramadhani tukiwa wengi, tukiwa na shauku kubwa, tukiwa na spidi kubwa, lakini kila siku moja ilipokuwa ikipungua na idadi yetu ikawa inapungua, na mioyo yetu imani yake ikawa inapungua, hadi leo kila mmoja anaona, sio jambo la kuambiwa, kila mmoja ana macho, anafahamu, anaona kinachoendelea hapa tulipo. Akili zetu wengi katika wazazi na Waislamu kwa ujumla, kumi la mwisho ambalo ndio utamu na umuhimu wa Ramadhani upo ndani yake, ndipo ambapo tumepungua kwa idadi kubwa, tumepunguza kasi kwa kiasi kikubwa. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani tukahamia katika mwezi wa Shawwal kwa ajili ya siku ya Eid. Na hivi tunavyozungumza, wazazi wengi wanaumia, wazazi wengi wanateseka. Kinachowatesa nini? Wala hawajaambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu wala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kwa nafsi zao wao wenyewe. Sheitani amefungwa, lakini wanaye sheitani mwingine ndani ya miili yao anawatesa mno, ambaye ni nafsi zao. Inna nafsa la amaratun bisu, inawaamrisha, imewatoa katika mwezi wa Ramadhani, imewahamisha katika siku kuu ya Eid. Wengi tunahamia kwenye kukopa, kwenye kufanya kazi kwa juhudi kubwa, tukapunguza ibada katika mwezi wa Ramadhani ili tuje tuboreshe siku zetu za Eid, wakati haya sio malengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam
Siku moja akiwa anapanda kwenye mimbar, akasikika kwenye ngazi ya kwanza amesema amin. Ngazi ya pili pia akasikika amesema amin. Ngazi ya tatu amesema amin. Akatoa khutba akamaliza. Na baada ya swala masahaba kama kawaida yao wakamuuliza, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekusikia ukiitikia amin. Mtume akamwambia naam. Alinijia Jibril alayhi salam, akaomba dua. Alipoomba akanambia itikia amin au sema amin, ndio nikasema amin. Dua ameiomba Jibril, dua ameitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ya dua hizo Jibril anasema, raghima man adrakahu Ramadhan, ameangukia pua, amepata hasara, hakufaidika na chochote. Mtu ambaye ameidiriki Ramadhani na akafunga hadi mwezi wa Ramadhani ukahitimika, lakini akawa hakusamehewa madhambi yake. Na hili linathibitika kwa Waislamu wa zama zetu kwamba tumefunga mwezi wa Ramadhani kwa kiasi kikubwa. Hatukufungua, hatukula, hatukunywa, wala hatukufanya zile zote ambazo ni muftirat. Kwa hiyo tumefunga, lakini msamaha wa Mwenyezi Mungu ni wachache mno watakaoupata. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Mtu ambaye hakuacha kusema uongo, hakuacha kufanyia kazi uongo, basi hakuna sababu yoyote ya mtu huyu kuacha chakula chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu amefunga hali wala hani, hafanyi tendo la ndoa wala muftirati zingine zote hazifanyi, lakini ulimi wake ameshindwa kuhifadhi. Kwa hiyo anafunga akiwa na nia ya kufunga kuanzia alfajiri hadi kuzama jua, lakini ukweli ameshinda na njaa tu, na Mwenyezi Mungu hamlipi chochote katika funga yake. Kwa sababu gani? Uongo, kusengenya, kuchonganisha, wametoka katika malengo ya funga. Huu ni mwezi ambao ukiingia misikitini unapata alama kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Tofauti na miezi mingine, alama kubwa ukaingia kabla salati dhuhuri au baada salati dhuhuri, utatuona Waislamu wengi tulivyolala misikitini. Lakini ni muda ambao sehemu mbalimbali za michezo imeongezeka kwa bidii kubwa. Iwe ni ya karata, na huu ni mwezi wa biashara ya karata, iwe ni mabao, iwe ni dumna, iwe ni karam na michezo mingineyo. Huu ni mwezi ambao michezo hii inafanyika kwa wingi sana. Waulizi wanaocheza michezo hiyo wanalo jawabu rahisi sana, kwamba tunavuta muda kwa ajili ya iftar au kwa ajili ya dafu. Na balaa zaidi likaje kwenye TV. Kuna ambao ni Waislamu, lakini kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani wameandaa filamu maalum ambazo ni za muendelezo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Zingine zikawekwa katika mchana, baadhi ya masaa fulani, kipindi cha kufuturu au usiku, kwa lengo hilo kuvuta muda kwa ajili ya kufuturu au kwa ajili ya dawa. Ni muda ambao Muislamu angeutumia kuleta istighfar, kusoma Qur'an, kutoa sadaka, kumtaja Mwenyezi Mungu, kusimama usiku, mchana, kusali kwa lengo la kumuongezea uchamungu. Lakini matokeo yake ameitii nafsi yake, pamoja na kwamba shaitani amefungwa, anaihangaika na nafsi yake vile inavyomwamrisha. Muda unapita, hapati faida yoyote ya mwezi wa Ramadhani. Anaingia katika dua ya Jibril alayhi salam aloitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam,
amepata hasara. Mtu ambaye ameidiriki Ramadhani akafunga, falam yughfar lahu, akawa hakusamehewa. Amefunga kweli lakini uongo hakuacha. Amefunga kweli lakini muda mwingi anakaa kwenye TV kuangalia misalsal. Amefunga kweli lakini muda mwingi anacheza karata. Amefunga kweli, hana muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza habari ya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum ayyaman ma'dudat, lakini mwisho wa aya hizi akasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ofa kubwa kwamba tumuombe, na katika kumuomba hahitaji tupige kelele wala hahitaji tutumie sauti kubwa, bali kwa sauti yoyote ambayo ni ya chini kiasi ambacho ni cha chini, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusikia na kutujibu maombi. Wallahi hatufanyi hivyo. Na Ramadhani imeisha na kila mmoja anajijua nafsi yake kwamba alifunga au hakufunga. Lakini Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi alisema as-sawmu li, saumu ni yangu, wa ana ajizi bi, na mimi ndiye nailipa, tofauti na ibada nyinginezo. Ni ibada ambayo pana siri kubwa kati ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anaweza akakwambia nimefunga lakini kumbe hakufunga. Atakwambia sijafunga lakini kumbe amefunga. Hiyo ni mimi na mwanadamu wenzangu, lakini Mwenyezi Mungu siri hiyo anaijua kwamba huyo amefunga au huyo hakufunga. Turudi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Ramadhani alikuwaje? Tuangalie masahaba walikuwaje katika mwezi wa Ramadhani. Tuangalie waliofuatia tabi'in walikuwaje katika mwezi wa Ramadhani. Halafu kipimo kile kivute uje tulinganisha na sisi tunavyofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajwalun nas, alikuwa ni mzuri mno katika kufanya kheri, na alikuwa anakuwa mzuri zaidi katika mwezi wa Ramadhani, na zaidi katika 10 la mwisho alikuwa anafanya uzuri zaidi wa kufanya kheri. Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rakaa 4, la tasal an tulihinna, usiulize kuhusu urefu wa hizo rakaa. Alisimama muda mrefu, na aliporukuu atarukuu kwa muda mrefu kama alivyosimama, na katika itidali na sajda hivyo hivyo. Rakaa 4 anazimaliza, alfajiri imeingia. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaswali rakaa 4 ndani ya usiku wote. Iko mifano mingi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwache Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman radhiyallahu anhu anasimama ndani ya usiku, katika usiku mmoja anaswali rakaa 2, anahitimisha Qur'ani yote. Rakaa 2 ndani ya usiku mmoja anahitimisha Qur'ani yote. Mwache Uthman radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi anasimulia kwamba yeye katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, anahitimisha kuisoma Qur'ani yote, na kila usiku anasali sala kwa kusoma juzu 10. Kila baada ya siku 3 anaomaliza msahafu. Mchana mmoja anaimaliza Qur'ani yote kuanzia sura al-Fatiha mpaka al-Jinnah wan Nas. Huyo ni Imam Bukhari. Al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasimulia mwanafunzi wake Rabi' ibn Sulaiman, anasema alikuwa shekhe wangu al-Imam Shafi, ambao wengi tutasema sisi ni katika madhhabu Imam Shafi. Anasema
alikuwa katika mwezi wa Ramadhani kila siku moja anahitimisha Qur'ani mara mbili. Katika mchana anaimaliza Qur'ani na katika usiku anaimaliza Qur'ani. Anasimamisha habari ya fiqh, anabaki kwenye Qur'ani. Ndio maana kaito huu ni shahrul Qur'an, ni shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa maana huu ni mwezi wa kusoma Qur'ani, na wakawa wanaisoma Qur'ani kwa wingi mno. Huu ni mfano mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan, al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Shafi'i wakimaliza Qur'ani kwa kiwango kile. Swali la kujiuliza mimi na wewe, Qur'ani ina juzuu 30 na siku za kufunga ni 30 au ni 29. Kwa uchache aliyesoma Qur'ani juzuu moja, basi leo ana juzuu 29. Jiulize mwenyewe, umeshasoma Qur'ani kiasi gani mpaka muda huu? Wallahi unaweza kukuta wengine bado hawajaisoma zaidi ile ambayo tumeisoma ndani ya swala. Na ndani ya swala ni sura fupi fupi. Kwa nini? Tuko bize na maisha. Mwenyezi Mungu anasema alhaakumut takathur, kumewashughulisha kutaka wingi wa mali hata zurtumul maqabir, mpaka mtakapoingia katika makaburi. Ndio maisha yametubana. Tulikuwa ndani ya Ramadhani ya kwanza, lakini tukafikiria idi yetu itakuwaje, na tukashughulishwa na hivyo, na masiku yakaisha kama upepo, kama hayakuwepo, kwa urahisi mno. Na hivi tunazungumza Ramadhani imeisha. Je, Ramadhani imekujenga kuwa mcha Mungu? Je, ulisoma Qur'an? Je, ulimuomba Mwenyezi Mungu? Je, ulitoa sadaka au ulifanya kheri gani? Mifano iko wazi tu ya Waislamu jinsi ambavyo tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi wa kawaida mno kwetu sisi, tofauti na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na masahaba, tofauti na tabi'un walipoupa thamani mwezi wa Ramadhani. Tumeshindwa kuijua thamani ya mwezi wa Ramadhani, na hata inapoondoka taona bora iondoke, maana imesimamisha shughuli zetu nyingi. Wapo wafanya biashara wanalalamika kwa sababu biashara zao mwezi wa Ramadhani zimeporomoka. Wanaomba ishe, kama nilikuwa nauza kiasi fulani, sasa hivi imepungua, Ramadhani ishe, afadhali imeisha. Lakini mimi kama Muislamu na wewe kama Muislamu mwenzangu, je, Ramadhani imetubadilisha? Hii Ramadhani ngapi tumefunga? Je, ufungaji wetu wa mwaka huu na mwaka uliopita ni vile vile au pana tofauti? Ni maswali ambayo hatujiulizi. Kila Ramadhani ikija tukaiona ni kawaida, tukabaki na njaa, Ramadhani ikaisha, wala hatukupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyotumia mwezi wa Ramadhani, alikaa itikafu Ramadhani yake ya mwisho 12. Baada ya kumalizika 12 akakusudia kuondoka msikitini. Anamjia Jibril alayhi salam, anamwambia unachokitaka kiko mbele yako. Akaunganisha kukaa itikafu siku 20, makumi mawili. Ni mtume ambaye amesamehewa madhambi yake, hamwasi Mwenyezi Mungu. Anakaa itikafu siku 20, anaswali rakaa 4 usiku mzima, anaisoma Qur'ani yote. Mwaka wa mwisho amesikilizwa na Jibril mara 2, amesamehewa madhambi yake, lakini bado anamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka msamaha. Mimi na wewe, anasimulia Ibn Umar radhiallahu anhu, anasema tulikuwa tukimhesabia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao tunapokuwa tumekaa naye na mazungumzo,
ule muda wa kunyamaza tumhesabia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaka msamaha Mwenyezi Mungu zaidi ya mara 100 kwenye kikao kimoja, akisema subhanallah Allahumma ighfirli wa tub alayya, anafikisha mara 100. Lakini ndani ya hadithi ya Abu Huraira mwenyewe anasimulia, anasema inni la astaghfirullah fil yawmi, mimi namtaka msamaha Mwenyezi Mungu kwa siku, sio mwezi wa Ramadhani, kwa siku zaidi ya mara 70. Riwaya nyingine inasema zaidi ya mara 100. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema yeye Abu Huraira anamtaka msamaha Mwenyezi Mungu kwa siku moja mara 1000. Mara 70 kwa nafsi zetu za kawaida ni mara nyingi mno. Mara 100 ni mara nyingi zaidi. Sasa fikiria mara 1000. Lakini yote hizo ni ndogo sana kwa nafsi ambayo iko tayari. Mwenyezi Mungu alishatambia ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi ambao mna sifa ya imani ingieni katika Uislamu kamili, wala tattabi'u khutuwati shaytan, wala msifuate mienendo ya shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, shaytani ni adui aliyewazi kwenu, amefungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kila alichotutia kabla ya mwezi wa Ramadhani katika tashwishi na ushawishi wa hali ndogo mbalimbali uliokuwepo, bado tunao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini pia tunazo nafsi zetu, ipo dunia, yote vimetujaa ndani ya mioyo yetu, na ni moyo huu ambao unatakiwa ukae na mambo matatu. Jambo la kwanza, moyo uwe na imani, lakini ni moyo huu unatakiwa uwe na ucha Mungu, na ni moyo huu ambao Mwenyezi Mungu ameufaradhishia funga. Kwa hiyo funga inakaa katikati ya ucha Mungu na imani. Hakuna imani kama mtu hana moyo, na hakuna ucha Mungu kama hakuna imani, na hakuna ucha Mungu wala hakuna imani kama funga zetu zitakuwa ni hizi za kurukaruka ambazo hazina vigezo ambavyo vinazingatiwa kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu, tumefunga mwezi wa Ramadhani, na hapo unafikia kikomo. Swali la kujiuliza, nini imenifundisha Ramadhani? Hali ipi ambayo inabadilika katika mwezi wa Ramadhani kulinganisha na miezi mingine? Haya ni maswali kila mmoja ajiulize. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Malizia sehemu ya pili ya khutba ambayo tunapeana nasaha kuhusiana na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao umejazwa kheri nyingi, mwezi ambao ndani yake pana ofa nyingi, mwezi ambao Mwenyezi Mungu amemwaga malipo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tudha'aful ajru, malipo yanaongezeka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini je, sisi wafungaji, Ramadhani imetusaidia kiasi gani? Tusije tukaingia katika dua ya Jibril aloitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukielekea katika mwezi au mwisho wa mwezi wa Ramadhani na kuingia mwezi wa Shawwal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakatul fitr. Hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr, sadaka ya fitri kwa Muislamu, awe mtumwa, awe huru mwanamume
mwanamke mkubwa na mdogo, ambayo ni swani, pishi moja ya tende, pishi moja ya shairi, au pishi moja ya zabibi, au pishi moja ya aqiq, maziwa ya kukaushwa, au pishi moja ya shairi, kwamba baada ya kukamilika mwezi wa Ramadhani Muislamu anaikamilisha funga yake, anaitolea sadaka funga yake kwa kutoa sadaqatul fitr. Kwa nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas akasema sababu au hikma ya sadaqatul fitr, tuhuratul liswai, inamtoharisha, inamsafisha mfungaji minal-laghwi war-rafath, kutokana na machafu, upuuzi aliofanya katika mwezi wa Ramadhani. Ile sadaqatul fitr inamsafisha, lakini wakati huo huo tu'matul lil-masakin, ni chakula kwa maskini. Kiwa ndani ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani kuiendea Shawwal, tukumbusha kwamba Waislamu watoe sadaqatul fitr. Sadaka hii ina wakati ambao ni unafaa kutoa sadaka hii, na kuna wakati ambao ni afdalu zaidi au ni lazima inafaa kutoa zakatul fitr siku mbili kabla ya kisha mwezi wa Ramadhani, lakini inakuwa ni lazima baada ya kuzama jua siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Inakuwa ni lazima na inakuwa ni bora zaidi kabla ya kusali. Kwa hiyo tukumbuke kufanya ibada hii kwa kuwapa wale ambao wana uwezo mdogo katika jamii zetu, maskini na mafakiri, ili na wao wafurahi kama ambavyo utafurahi wewe ambao una uwezo. Ni sadaka ambayo haihitaji uwezo, na hii ni sadaqatul badani, kwa ajili ya miili yetu. Sadaka imegawanyika namna mbili. Kuna sadaqatul mali, sadaka ya mali ya wanyama, mazao, mali ya biashara, dhahabu na fedha. Lakini kuna sadaka kwa ajili ya miili yetu ambayo ni zakatul fitr, kwa lengo la kuzisafisha nafsi zetu, lakini pia chakula kwa ambao wasiojiweza. Na muda wake ndio ambao tumeuzungumza, na kiasi chake ni pishi moja, kiasi cha kilo 2.5 kwa kila Muislamu. Masharti mawili: awe Muislamu, awe anamiliki chakula cha kumtosha masaa 24. Chakula kinachozidi wakitolea zakatul fitr. Na wanawachuoni wanasema kwamba haitoshelezi kwamba ni zakatul fitr ukatoa kinyume na kutoa chakula, na jina lake linajieleza sadaqatul fitr, sadaka ya chakula. Toa chakula. Usiseme kwamba nikimpelekea maskini chakula au wote tukampelekea chakula, atapata wapi pesa ya kununua mafuta? Anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye aliyekupa ilhamu wewe, akakupa taarifa wewe, na akakuonyesha fulani anahitaji zakatul fitr, mpelekee. Yupo ambaye Mwenyezi Mungu atampa ilhamu, atampelekea hicho ambacho unachokidhania wewe kwamba hana. Usijiumize kichwa kwamba atakuwa hana nyama, hana kitoweo, hana nini. Hilo sio jukumu letu, na Mtume alishalijua hilo. Zama za Mtume dinari zilikuwepo na dirham zilikuwepo, lakini hakusema au mbadala kwa hivyo toa kiasi fulani. Hakusema hivyo. Na sio kama hakushindwa, alijua hii ni idi ya kula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika ambao anayesikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyafanyia kazi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arina qulubana taqwaha wa zakkiha anta khayrun man zakkaha anta waliyuha mawlaha. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بجنودنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا دعاءنا.
تقبل منا كل خير فعلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.